Kulikuwa na kijiji kidogo tulivu, kilichozungukwa na miti mirefu na njia nyembamba iliyokuwa ikielekea mtoni. Kila siku, wakazi wa kijiji hicho walipita katika njia hiyo, wakibeba ndoo za maji, wakielekea mashambani, au wakirudi majumbani mwao baada ya kazi ndefu ya siku. Lakini karibu na kona ya njia hiyo, kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakuweza kupuuzwa, mwombaji kipofu aliyejulikana kwa jina la Halimi. Halimi alikuwa amekaa pale kwa miaka mingi, akiwa na bakuli lake la zamani mkononi, akisubiri msaada kutoka kwa watu waliopita. Macho yake hayakuona, lakini uso wake ulijaa utulivu wa ajabu uliowafanya watu wengi kumhurumia na kumpa sadaka bila kusita. Wengine walimletea chakula, wengine walimpa pesa, na baadhi walimsalimia kwa heshima, kana kwamba alikuwa sehemu muhimu ya kijiji hicho. Hata hivyo, kulikuwa na jambo la kushangaza kuhusu Halimi. Hakuna aliyewahi kujua alikotoka. Hakuna aliyewahi kuona ndugu zake wala kusikia historia yake. Ilikuwa kana kwamba alitokea tu siku moja na kukaa pale, kama kivuli kisicho na mwanzo wala mwisho. Miongoni mwa wakazi wa kijiji hicho, alikuwepo msichana mdogo aitwaye Neema. Alikuwa mchangamfu na mwenye shauku ya kujua mambo mengi, lakini pia alikuwa na tabia ndogo ya kutamani vitu visivyo vyake. Kila alipopita karibu na Halimi, macho yake yalikuwa yakitazama bakuli lake kwa udadisi, akijiuliza ni kiasi gani cha pesa kilikuwa humo. Siku moja jioni, wakati jua lilipokuwa linazama na anga kubadilika rangi ya machungwa, Neema alipita peke yake njiani akitoka mtoni. Alipomkaribia Halimi, alimkuta amelala kimya, kana kwamba alikuwa hajitambui. Neema alisimama kwa muda, moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Macho yake yakatua kwenye bakuli lililokuwa karibu naye, na hapo ndipo wazo hatari lilianza kuota ndani ya akili yake. Neema alisimama pale kwa muda, akitazama bakuli la Halimi lililokuwa karibu yake. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu, kana kwamba ulimwonya aondoke mara moja. Lakini sauti nyingine ya ndani, yenye ushawishi wa tamaa, ilimshawishi asogee karibu zaidi. Alitazama kushoto na kulia kuhakikisha hakuna mtu aliyekuwa akimwangalia. Njia ilikuwa kimya kabisa, upepo mdogo ukivuma taratibu na kuyumbisha majani ya miti. Halimi bado alikuwa amelala, hakusogea wala kutoa sauti yoyote. Hali hiyo ilimpa Neema ujasiri wa ajabu. Polepole, kwa hatua za tahadhari, alisogea karibu na bakuli lile. Mikono yake ilitetemeka alipolishika, kana kwamba alikuwa akigusa kitu kisichofaa kuguswa. Alijaribu kujituliza, akijiambia kimoyomoyo kuwa ni pesa kidogo tu na kwamba Halimi hatajua. Kwa haraka, Neema alichukua bakuli lile na kulishikilia kifuani mwake. Lakini kabla hajageuka kuondoka, kitu kisicho cha kawaida kilitokea. Ghafla, upepo mkali ulivuma kwa nguvu isiyoelezeka, ukipita karibu naye kama kivuli chenye hasira. Neema alishtuka na kugeuka kumtazama Halimi, lakini macho yake yalipanuka kwa hofu. Mahali pale alipokuwa amelala Halimi palikuwa tupu. Hakukuwa na mtu, hakukuwa na hata alama ya miguu, ni kana kwamba alitoweka hewani. Mwili wa Neema ulitetemeka kwa woga, mikono yake ikaanza kulegea. Alijikuta akitupa bakuli lile chini kwa hofu, pesa zikisambaa ardhini. Halimi, samahani, alilia kwa sauti ya kutetemeka, akitazama huku na kule kana kwamba alitarajia mtu ajitokeze ghafla. Lakini hakukuwa na jibu. Ukimya mzito ulitanda, ukizidi kumtia hofu. Bila kusubiri tena, Neema alikimbia kwa kasi kuelekea nyumbani kwake, miguu yake ikigonga ardhi kwa nguvu kana kwamba alikuwa akikimbia kutoka kwa kitu kisichoonekana. Moyo wake ulikuwa umejaa hofu na majuto, lakini tayari ilikuwa kuchelewa. Hakujua kwamba kile alichokifanya hakikuwa wizi wa kawaida, bali ulikuwa mwanzo wa mkasa ambao ungebadilisha maisha yake milele. Neema alikimbia bila kuangalia nyuma, pumzi zikimkata na moyo ukidunda kwa nguvu kana kwamba ungepasuka kifua chake. Alipofika nyumbani, aliufunga mlango kwa haraka na kujiegemeza ukutani, akijaribu kutuliza hofu iliyokuwa imejaa ndani yake. Mikono yake ilikuwa bado inatetemeka, na jasho lilimtoka usoni licha ya upepo wa jioni uliokuwa baridi. Akili yake ilijaa maswali yasiyo na majibu. Halimi alienda wapi? Aliwezaje kutoweka ghafla bila hata sauti? Neema alijaribu kujifariji, akijiambia labda ni hofu tu iliyomchanganya, labda Halimi aliondoka kimya kimya na yeye hakugundua. Lakini moyoni mwake alijua kile alichokiona hakikuwa cha kawaida. Alikaa kitandani, macho yake yakitazama ukutani bila kuona chochote. Kila alipofumba macho, aliona tena lile tukio mahali pale palivyokuwa tupu ghafla. Ilikuwa kama kivuli cha jambo lisiloeleweka. Kilikuwa kimemfuata hadi nyumbani kwake. Usiku ulipozidi kuingia, hali haikubadilika. Badala yake hofu iliongezeka. Kila mlio mdogo ulimfanya shtuke. Upepo ulipovuma nje, ulisikika kama sauti ya mtu anayemnong'oneza.
Kila kivuli kilionekana kuwa na uhai, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinamwangalia gizani. Neema ilisikika kama sauti hafifu akilini mwake. Alishtuka na kunyanyuka ghafla, akitazama kila kona ya chumba chake. Hakukuwa na mtu, lakini hisia ya kuwa hakuwa peke yake ilizidi kumwandama. Alijifunika kwa blanketi, akijaribu kujituliza, lakini usingizi haukumjia kwa urahisi. Hofu ilimkalia moyoni kama mzigo mzito. Alianza kujuta kwa kile alichofanya, lakini hakuwa na namna ya kurekebisha. Na huku usiku ukiendelea kuwa mzito zaidi, Neema hakujua kwamba kile kilichoanza kama tukio la kutisha kilikuwa bado hakijafikia kilele chake. Kulikuwa na jambo kubwa zaidi lilikuwa linamngojea, jambo ambalo lingemfanya atamani asingewahi hata kusogea karibu na bakuli la Halimi. Usiku ulizidi kuwa mzito, na ukimya ulitanda ndani ya nyumba ya Neema. Hatimaye uchovu ulimshinda, akajilaza kitandani huku mawazo yake yakiwa bado yanazunguka tukio la jioni ile. Taratibu macho yake yakaanza kufumba, na usingizi wa hofu ukamchukua polepole. Lakini muda si mrefu baada ya kulala, Neema alishtuka ghafla. Alijikuta akigeuka kitandani bila raha, akihisi mwasho mkali kwenye miguu yake. Mwanzoni alifikiri ni jambo la kawaida, labda aling'atwa na mdudu. Akaanza kujikuna taratibu, akijaribu kupunguza hali ile isiyo ya kawaida. Hata hivyo, mwasho ule haukupungua, ulizidi kuwa mkali zaidi. Neema alikaa kitandani kwa haraka, akianza kukuna miguu yake kwa nguvu, huku hofu ikianza kujitokeza moyoni mwake. Hii ni nini tena? Alijisemea kwa sauti ya chini, akihisi hali hiyo si ya kawaida hata kidogo. Alisimama akijaribu kutembea, lakini alihisi kama miguu yake imekuwa mizito na ngumu. Kwa haraka, aliwasha taa ya chumbani, na kile alichokiona kilimfanya apige kelele ya hofu. Miguu yake haikuwa ya kawaida tena. Ilikuwa imeanza kubadilika, ngozi yake ikawa ngumu, ikianza kufanana na ya mnyama. Vidole vyake vilianza kuungana, vikigeuka kuwa kwato kama za mbuzi. Mabadiliko yale yalikuwa yakitokea mbele ya macho yake, polepole, lakini kwa uhakika wa kutisha. "Baba!" Neema alipiga kelele kwa nguvu, machozi yakimtoka kwa hofu na maumivu. Mlango ulifunguliwa kwa ghafla, na baba yake akaingia ndani kwa haraka. Aliposimama na kuona hali ile, aliganda kwa mshangao. Macho yake yalitazama chini, akishindwa kuamini alichokuwa anakiona. Neema alianguka chini, akilia kwa uchungu huku akijaribu kufunika miguu yake, lakini haikuwezekana. Ndoto mbaya ilikuwa imekuwa kweli. Na hapo ndipo ukweli ulianza kujitokeza. Kile kilichomtokea hakikuwa ugonjwa wa kawaida, bali ilikuwa laana. Ndani ya chumba kile, kilio cha Neema kilijaa maumivu na hofu isiyoelezeka. Baba yake alisimama kando yake, akimtazama kwa mshangao uliochanganyika na hofu. Hakuwa na maneno ya kueleza alichokuwa anakiona. Miguu ya binti yake ilikuwa imebadilika kabisa, si ya kibinadamu tena. "Neema, hii imekuwaje?" baba yake aliuliza kwa sauti nzito, akijaribu kujizuia asianguke kwa hofu. Neema alinyamaza kwa sekunde chache, machozi yakimtoka bila kukoma. Akili yake ilijaa mkanganyiko. Alijua ukweli, alijua kabisa kilichosababisha hali ile. Lakini woga ulimzidi nguvu. Hakuweza kukubali kosa lake mbele ya baba yake mkali. Kwa sauti ya kutetemeka, alianza kusema, "Baba, nilikuwa natoka mtoni, nikapita pale kwa Halimi." Alisimama kidogo, akimeza mate kwa wasiwasi, kisha akaendelea, "Halimi aliniomba pesa, lakini sikuwa nazo. Alikasirika sana, akaanza kunitishia. Kabla sijajua, alitoweka ghafla mbele yangu, na nikakimbia nyumbani kwa hofu." Baba yake alimsikiliza kwa makini, uso wake ukianza kubadilika kuwa wa hasira. "Una maana alikulaani bure tu?" aliuliza kwa sauti iliyokuwa imejaa ghadhabu. Neema alitikisa kichwa kwa haraka, akijifanya hana hatia. "Ndiyo baba, sijamfanya chosi." Ndani ya moyo wake, alihisi kitu kikimchoma. Uongo ule haukumletea amani, bali uliongeza uzito wa hofu aliyokuwa nayo. Lakini bado aliendelea kujishikilia, akiamini kuwa kusema ukweli kungemletea matatizo zaidi. Baba yake alisimama ghafla, akikunja uso kwa hasira. "Hii siyo sawa. Hakuna mtu anaweza kumfanyia mwanangu hivi, bila sababu," alisema kwa ukali. Neema alimtazama baba yake akitoka nje kwa haraka, akajiandaa kumkabili Halimi asubuhi iliyofuata. Lakini moyoni mwa Neema, hofu ilizidi kuongezeka. Kwa sababu alijua jambo moja la kutisha. Hii haikuwa laana ya bure. Na ukweli aliokuwa ameuficha ungeendelea kumfuata, taratibu ukimzamisha kwenye mateso makubwa zaidi. Asubuhi ilipowadia, baba yake Neema hakupoteza muda. Hasira na hofu vilimjaa moyoni mwake, akiamini kabisa kuwa Halimi ndiye chanzo cha mateso ya binti yake. Aliondoka mapema kuelekea pale njia ya mtoni alipokuwa akiketi mwombaji huyo kila siku.
Alipofika, alisimama na kuangalia huku na kule, lakini hakukuwa na mtu. Sehemu ile ilikuwa tupu kabisa, kana kwamba Halimi hakuwahi kuwepo hapo. Alikaa kwa muda mrefu akisubiri, jua likipanda juu angani, lakini bado hakukuwa na dalili yoyote. Moyo wake ulianza kujawa na wasiwasi. Alirudi nyumbani akiwa hana majibu, akamkuta Neema amelala kitandani, akilia kwa maumivu makali. Miguu yake ilikuwa imezidi kubadilika, na sasa hata kusimama ilikuwa ngumu kwake. Bila kuchelewa, baba yake alimchukua na kumpeleka kwa mganga wa kijiji, mtu aliyekuwa akiheshimiwa sana kwa uwezo wake wa tiba za asili. Mganga alimchunguza kwa makini, akatumia dawa zake, akasoma maneno ya kienyeji, lakini hakuna kilichobadilika. Sijawahi kuona jambo kama hili, mganga alisema kwa sauti ya wasiwasi. Hii siyo laana ya kawaida. Maneno hayo yalizidi kumtia hofu baba yake Neema. Hakukata tamaa. Alimchukua binti yake na kuanza safari ya kuwatafuta waganga wengine, kijiji kimoja hadi kingine, akitumaini kupata suluhisho. Lakini kila walipokwenda, majibu yalikuwa yale yale. Waganga walijaribu kila walichoweza, wengine wakitikisa vichwa kwa mshangao, wengine wakikataa hata kujaribu. Hakuna aliyefanikiwa. Siku zikageuka kuwa wiki, na hali ya Neema ilizidi kuwa mbaya. Maumivu yaliongezeka, na matumaini yakaanza kupotea polepole. Watu wa kijiji walianza kunong'ona kwa hofu, wakihusisha tukio hilo na nguvu zisizoonekana. Hatimaye baba yake alitambua ukweli mchungu. Kile kilichompata Neema hakikuwa kitu cha kawaida, na tiba yake haikuwa rahisi kupatikana kama alivyodhani. Baada ya kuzunguka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho, baba yake Neema alianza kukata tamaa. Kila mganga aliyemtembelea alishindwa, na kila siku iliyopita ilizidi kumfanya binti yake kuingia katika mateso makubwa zaidi. Lakini bado hakukubali kushindwa. Ndani ya moyo wake, aliamini lazima kuwe na mtu mmoja mahali fulani anayejua siri ya tatizo hilo. Siku moja, alipewa taarifa kuhusu mganga mkuu aliyeishi pembezoni mwa milima ya mbali. Watu wengi walimzungumzia kwa heshima na hofu, wakisema alikuwa na uwezo wa kuona mambo yaliyofichika na kufumbua mafumbo magumu. Bila kusita, baba yake Neema alimchukua binti yake na kuanza safari ndefu kuelekea huko. Walipofika, walimkuta mganga huyo akiwa ameketi kimya mbele ya kibanda chake, macho yake yakiwa makali kana kwamba yaliona zaidi ya macho ya kawaida. Hakuhitaji maelezo marefu. Alimtazama tu Neema kwa muda, kisha akafumba macho kama mtu anayesikiliza sauti isiyoonekana. Baada ya ukimya mfupi, alifungua macho na kusema kwa sauti nzito, "Hii sio laana ya bure." Maneno hayo yalimfanya baba yake Neema kushtuka. "Una maana gani?" aliuliza kwa hofu. Mganga mkuu alimgeukia Neema moja kwa moja. "Ukweli uko moyoni mwako. Ulifanya kitu ambacho hakikuwa sahihi, na sasa unakimbia kivuli chake." Neema alihisi mwili wake ukitetemeka. Hakujibu, lakini macho yake yalimsaliti. "Yule unayemwita Halimi," mganga aliendelea kusema, "sio mwombaji wa kawaida. Alikuja na kusudi maalum, na wewe ulipinga kusudi hilo kwa tamaa yako." Baba yake aligeuka kumtazama Neema kwa mshangao, akianza kuelewa kuwa kuna kitu hakikuwa kimesemwa. "Sasa sikilizeni kwa makini," mganga alisema. "Njia pekee ya kuondoa laana hii ni kwa Neema kutimiza lile kusudi alilokuja nalo Halimi." "Ni kusudi gani hilo?" baba yake aliuliza kwa haraka. Mganga alitikisa kichwa polepole. "Hilo atalijua mwenyewe." Ukimya mzito ulitanda. Neema alihisi uzito wa ukweli ukimshukia taratibu, na hapo ndipo alitambua. Kupona kwake hakutategemea waganga tena, bali umepewa neno siri. Baada ya kurudi kutoka kwa mganga mkuu, Neema hakuwa na amani tena moyoni. Maneno yale yalikuwa yakimzunguka akilini mwake kila wakati, kuwa suluhisho la tatizo lake lilikuwa ndani yake mwenyewe. Hakukuwa na njia nyingine ya kukimbia ukweli. Siku iliyofuata, kwa moyo mzito lakini wenye uamuzi, Neema aliamua kurudi pale njia ya mtoni, mahali pale palipoanza kila kitu. Baba yake alimtazama kwa mshangao, lakini hakumzuia. Alijua sasa binti yake alikuwa kwenye safari ambayo hangeweza kuizuia. Neema alifika pale na kukaa chini, karibu na kona ile ile ambayo Halimi alikuwa akiketi. Miguu yake ya ajabu ilivuta macho ya kila aliyepita. Watu walianza kusimama, wakimtazama kwa mshangao, na wengine kwa hofu. "Angalia miguu yake, ni ya mbuzi," mmoja alinong'ona. "Lazima kuna kosa alifanya," mwingine alisema kwa sauti ya dhihaka. Maneno yale yalimchoma Neema kama visu moyoni. Alitamani kuinuka na kukimbia, kujificha mbali na macho ya watu. Alikumbuka maneno ya mganga, hakukuwa na njia ya kukimbia. Alibaki pale, kimya, akivumilia kila neno lilotoka kwa watu. Watoto walimcheka, wengine wakimwiga kwa sauti za mbuzi.
Wazee walitikisa vichwa kwa masikitiko, wakijiuliza ni nini kimemsibu msichana huyo. Masaa yalipita polepole. Jua lilipanda juu na baadaye kuanza kushuka. Hakukuwa na kilichotokea, hakuna ishara, hakuna mabadiliko. Lakini ndani ya Neema kulikuwa na kitu kilianza kubadilika. Alianza kukumbuka kila kitu, tamaa yake, wizi wake, na uongo aliomwambia baba yake. Machozi yakaanza kumtoka polepole, si kwa hofu tena, bali kwa majuto ya kweli. Kwa mara ya kwanza, alikubali kosa lake moyoni, na ingawa hakuna aliyeliona, ndani kabisa ya roho yake. Ndipo mwanzo wa mabadiliko yake ulipoanza. Neema aliendelea kukaa pale njia ya mtoni kila siku, akivumilia maneno ya watu na dhihaka zisizoisha. Lakini kadri siku zilivyopita, moyo wake ulianza kubadilika zaidi. Hakuwaza tena kuhusu aibu yake pekee, bali alianza kuwaona wengine waliokuwa na mateso makubwa kuliko yake. Siku moja alasiri, mawingu mazito yalikusanyika angani na mvua kubwa ikaanza kunyesha ghafla. Watu wote waliokuwa njiani walikimbilia makwao, lakini Neema hakuwa na nguvu ya kukimbia. Kwa tabu, alijivuta hadi kwenye kibanda kidogo kilichokuwa karibu na mto ili kujikinga na mvua. Ndani ya kibanda kile, alikuta bibi mmoja mzee akiwa amelala, akionekana dhaifu na mgonjwa sana. Hakukuwa na mtu wa kumhudumia. Neema alimsogelea kwa huruma, akasahau kabisa hali yake mwenyewe. Akaanza kusafisha kibanda kile, akapanga vitu vilivyokuwa vimetawanyika, na kumwandalia chakula kidogo kwa kutumia kile alichokuwa nacho. Bibi yule alimwangalia kwa macho ya shukrani, akimtabasamu kwa upole. Neema alihisi furaha ya ajabu moyoni mwake, furaha ambayo hakuwahi kuisikia hapo awali. Siku iliyofuata, alipokuwa amekaa pale njiani, alimuona kijana mdogo akipita akiwa na uso wa huzuni. Neema alimuita kwa sauti ya upole na kumuuliza kilichokuwa kinamsumbua. Mtoto yule alishindwa kujizuia, akaanza kulia. Alimueleza jinsi alivyokuwa akiteswa na mama yake wa kambo, jinsi alivyokuwa akinyimwa chakula na kupigwa bila sababu. Maneno yale yalimgusa Neema moja kwa moja moyoni. Alimpa chakula kidogo alichokuwa nacho, na mtoto akakila kwa shukrani kubwa. Kuanzia siku hiyo, Neema alianza kumsaidia mtoto yule kila siku, akimletea chakula na kumpa faraja. Hakujua ni kwa nini alifanya hivyo, lakini moyoni alihisi kama ilikuwa ni jambo sahihi kufanya. Na bila yeye kutambua, kila tendo la huruma alilofanya lilikuwa linamkaribisha hatua moja zaidi kuelekea ukombozi wake. Baada ya siku nyingi za mateso na hofu, Neema alijua kuwa ilikuwa wakati wa kuchukua hatua. Miguu yake sasa ilikuwa imerekebishwa, na nguvu za laana zilianza kupotea kadri moyo wake ulivyojaa huruma na wema. Alijua sasa alikuwa tayari kufanya kile ambacho hakukijua hapo awali, kumsaidia wengine bila kutegemea thawabu au hofu. Siku ile, aliona mama mmoja mzee akililia kando ya mto, mtoto wake mdogo akiteswa na hali ya umaskini na huzuni. Moyo wa Neema ulijaa huruma isiyo na kifani. Alisogea karibu, akamsikiliza mama huyo akieleza mateso yao. Bila kusita, alisaidia kuandaa chakula kidogo, kumsaidia mama huyo kutimiza mahitaji ya mtoto wake, na kuhakikisha kila kitu kilikuwa salama. Wakati Neema alipojitoa kikamilifu kumsaidia, jambo la ajabu lilitokea. Mwanga wa jua ulipita polepole juu ya mto, na ghafla alihisi uzito wa laana uliokuwa umemfanya asumbuke kuondoka. Miguu yake ilibadilika kurudi kwenye hali ya kawaida, sura yake ikajazwa amani na furaha. Ndani ya moyo wake, alijua kuwa ukombozi wake ulikuja si kwa nguvu za mganga, bali kwa wema na huruma aliyokuwa ameonyesha. Mama yule na mtoto wake walimshukuru kwa machozi, wakimpa kumbatio la dhahabu ya shukrani. Neema alikumbuka yote aliyofanya. Wizi wake uliokuwa mwanzoni, uongo aliyouficha, yote yalileta maumivu. Lakini sasa, kupitia wema na kusaidia wengine, alijifunza somo kubwa zaidi la maisha. Wizi una madhara, hukuletea mateso. Uongo huongeza mzigo wa dhiki. Wema na huruma huleta ukombozi na amani ya kweli. Na hapo, Neema alijua kuwa safari yake ya mateso ilikuwa mwisho wake wa zamani, na mwanzo wa maisha mapya, yaliyojaa huruma, wema, na kweli, mazuri yaliyomwezesha kuwa mtu bora zaidi kuliko alivyokuwa kabla. Hapo ndipo ukweli wa maisha ulipojulikana kwake, na kila hatua aliyochukua ikawa somo kwa watu wote wa kijiji chake.